kutoweka kwa viumbe hai, kuharibika kwa bahari na mito, mabadiliko ya hali ya hewa, uchafu wa mazingira, wanyama na mimea kutoka nje wanaovamia mazingira na magonjwa mpya. Leo watu wengi wanazungumza kuhusu mambo haya. Lakini maana yake ni nini hasa? Inatuhusu vipi sisi? Na tunaweza kufanya nini ili kulinda na kuokoa dunia yetu? Haya ni mambo muhimu, lakini wakati mwingine ni magumu kuelewa. Ndiyo maana tutayachunguza pamoja katika vipindi 18. Habari njema ni kwamba tunaweza kusaidia. Kwanza tuangalie chakula chetu, kupunguza kula nyama, kuchagua bidhaa rafiki kwa mazingira, kula samaki kutoka uvuvi endelevu. Pili, kupunguza plastiki. Tumia chupa ya kudumu, tumia mfuko wa kitambaa, epuka plastiki ya matumizi ya mara moja. Plastiki hudumu muda mrefu sana. Sigara miaka 5, mfuko miaka 400, chupa karibu miaka 1000. Tunaweza pia kufanya eco bricks, kujaza plastiki ndani ya chupa, kukusanya taka, kutumia bidhaa za asili. Siki, sabuni ya kawaida, bicarbonate. Ukifika pwani, usitupe taka, heshimu wanyama, usivuruge mazingira. Tunaweza pia kufanya kazi pamoja kusafisha pwani, kujifunza kuhusu bahari, kujiunga na mashirika ya mazingira. Kumbuka, kila mtu anaweza kusaidia. Tukifanya pamoja, tunaweza kulinda bahari. Tumefika mwisho ya kipindi hiki. Asanteni kwa kutusikiliza kwa makini. Tembeleeni www.youthconservation ili kujifunza zaidi na kuona maelezo na mafundisho yetu kuhusu mazingira na jinsi ya kuyahifadhi. Tutaonana tena katika kipindi kijacho. Karibuni tena.